kifo. Mtoto na dada yetu Clara Wilfred Kimati mnamo mwezi Disemba 2024 alitoka shule vizuri, na alipofika nyumbani alishambuliwa kwa kisu sehemu mbalimbali za mwili wake na kijana anayesadikiwa kuwa ni mfanyakazi katika familia alikokuwa akiishi. Alipelekwa katika hospitali ya KCMC kwa matibabu. Mnamo tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2025, mpendwa mtoto wetu na dada yetu Clara alifariki dunia kutokana na majeraha hayo. Amefariki akiwa na miaka 21. Clara amekufa akiwa anatetea utu wake, the identity and the dignity. Clara amekufa akiwa anatetea utu wake. Tunamshukuru Mungu kwa ujasiri wake. Lakini tunapomshukuru Mungu pia tunamwombea pumziko la milele mbinguni. Clara ametetea utu wake, ni katika hali ya kutetea utu wake ndipo akapoteza au amepata majeraha yaliyopelekea kupoteza maisha yake. Clara alitazamiwa baadaye aje awe mtu katika familia hii, asaidie familia hii. Lakini basi Clara yuko hapa amepumzika usingizi wa milele. Clara amekufa akiwa anatetea utu wake, the identity and the dignity. Clara amekufa akiwa anatetea utu wake kwa sababu alimkatalia yule mhalifu, na ndio maana haya yote yakatokea. Ni rafiki pia, ni kama ndugu yake na Clara Kimati. Clara nilizoeana naye toka kabla sijaanza chuo mpaka tumekuwa chuo pamoja. Tumefanya mambo mengi na Clara. Clara alikuwa mtu wa watu, mtu wa kupendwa na watu. But I don't know why. Kwa nini wameamua kumfanyia hivyo sijui. Ila alikuwa ni mtu mwenye upendo na kila mmoja. Alikuwa na makosa, yani alikuwa na ubaya na mtu. I don't know kwa nini amemfanyia hivyo. Ila natamani na naomba serikali kwa ilipo ituangalie. Natamani yake Clara ipatikane. Aliyefanya makosa naomba hukumiwe kwa haki. Wasifiche haki yake popote pale. Hukumiwe kwa haki. Ndio nilipoanza kumfahamu Clara, na nimesoma darasa moja, akasomea umeme. Ndio nilipoanza kumfahamu Clara, na mara mwisho tulikuwa tunajiandaa kwenda kufanya mtihani wa practical wa electric. Ndio jioni, kama kesho kutwa tunafanya mtihani, leo jioni kama leo hivi akashambuliwa na kijana. Kwa hiyo inasikitisha, pia inatia huruma. Kifupi tumeumia. Alikuambia kwamba anapitia changamoto yoyote kuhusiana na huyu kijana ama usumbufu kwa huyu kijana? Kikweli hapana, hajatuambia. Sababu tunashirikishaga vitu vingi, lakini hilo kwamba kijana msumbua hajawahi kutushirikisha hilo. Ilikuwa ghafla tu. Hiyo ilikuwa ni ghafla. Pengine hivyo vingi ni vitu vilivyokuwa na ushirikisha. Alichotushirikisha kwanza, alichotushirikisha kwamba yeye ni yatima. Ashafiwa na baba yake, afiwa na mama yake. Anakaa na mama wa kumlea. Kwa changamoto zingine kama za kimasomo na nini kwa tunasaidiana. Yaani changamoto usisai kwa tuelezea changamoto za kimasomo. Clara ni miongoni mwa wanafunzi ambao walipata ufadhili, na yeye mpaka mimi nilimfahamu kupitia paroko pale kanisani kwetu, akiwa anamtafutia nafasi ya kumsaidia kusoma pale kwetu, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kulipiwa, na kama ni mtoto ambaye wazazi walishakufa wote. Kwa tukawa tumemchukua kama mwanafunzi ambaye alikuwa ni yatima, na alisoma fani ya umeme kwa muda wa miaka 2. Alikuwa ni mwanafunzi ambaye mtu wa watu. Yaani alikuwa ni mtu wa watu, kwa sababu kwa maisha yake yote ambayo amekaa pale shuleni hatuja kusikia ugomvi. Hatuja kusikia iwe mtaani au pale shule. Na alikuwa ni mtu ambaye kampani yake kubwa ni wavulana na wasichana
baadhi, kwa sababu alikuwa sio mtu wa mambo mengi hapana namna hiyo. Na kwa kweli kwa tukio hili limetusikitisha binafsi, kwa sababu tangu tumekuja kusikia ilitushtua, kwa sababu alituaga tukiwa pale shule siku kamaliza mitihani yake ya theory na akiwa anaenda kujiandaa kwa ajili ya mitihani ya practical ilikuwa inatakiwa ianze wiki iliyofuata. Lakini jioni ndio tulikuwa tumepata hizo taarifa. Japo tukaona kama ni uvumi, hatukuweza kuamini. Na tulivyomfuata hospitali sikuweza kuongea naye kwa sababu binafsi alikuwa katika hali ambayo hata mwenyewe ilinistajabisha.